maisha yetu yote ujenzi utaenda kujengwa na wageni. Haki vitu vya baharini ni very expensive. Tage mpya lakini haijafika. Hii iliyopo iende Pemba. Tufanye feasibility study nzuri. Bado naendelea kusisitiza tutumieni watu wetu. Sasa naomba nimwite Mheshimiwa Hamis Mohamed Amran, afuatiwe na Mheshimiwa Profesa Omar Fakii na Mheshimiwa Makame Mohamed Sufiani ajiandae. Asante sana Naibu Spika. Na mimi nimshukuru Mwenyezi Mungu na Mtume wetu Muhammad kwa kutuwezesha tukawa salama katika baraza hili tukufu, na leo kuendelea kuchangia bajeti kuu ya serikali. Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza nimpongeze Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Nimpongeze Makamu wa Rais Mheshimiwa Hemed Suleiman. Nimpongeze Spika, lakini na wewe mwenyewe Naibu Spika. Lakini pia nipongeze chama changu cha Mapinduzi kwa kunichagua kuwa mwakilishi wa jimbo la Mkoani na wananchi wangu wote wa jimbo la Mkoani. Mheshimiwa, na mimi naomba nichangie na kutoa ushauri kwenye maeneo mbalimbali katika bajeti kuu ya serikali. Mheshimiwa Naibu Spika, katika nchi yetu tumekuwa na ujenzi mkubwa. Kila mwakilishi amesifu Rais kwa aliyoyafanya na anayoendelea kuyafanya katika nchi hii ya Zanzibar. Na ukweli usiofichika, Zanzibar imebadilika. Sio Zanzibar hile. Na yote ni kazi ya Dr. Hussein Ali Mwinyi. Tumpe hongera sana kwa kazi kubwa na nzuri anaendelea kufanya. Mheshimiwa, mimi nataka niingie kwenye maeneo ya bandari na maeneo mengine, lakini nataka ushauri sana kwenye maeneo haya ya bandari. Tushukuru Mwenyezi Mungu kutuletea Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa usubutu wake. Maana Mangapwani ipo zamani, lakini leo tunakwenda kujenga bandari kubwa Mangapwani. Na Mangapwani, Mheshimiwa Naibu Spika, meli zitakazokuja kwenye bandari hile Afrika Mashariki yote hakuna, kwa sababu zitakuja meli zenye urefu zenye uwezo ya tani 200,000. Meli ya tani 200,000 inahitaji depths isiyopungua 17-16, kwa sababu meli kubwa. Kwa hiyo Afrika Mashariki hii ni bandari ya kwanza yenye uwezo ya kuchukua meli kubwa aina hiyo. Mheshimiwa, lakini ukisimama kwenye geti bandari ya Mangapwani, ikisimama pale kwenye geti, tuna urefu wa mita 680 mpaka ufike kwenye meli kule. Maana yake hiyo ni mji wa kibahari huko ndani ya Mangapwani. Mheshimiwa Naibu Spika, niendelee kumpongeza Dr. Mwinyi kwa kazi nzuri anaendelea kufanya, lakini pia nimpongeze waziri husika wa wizara hii ya uchukuzi pamoja na katibu mkuu kwa kuchagua msimamizi bora anayejua kusimamia mradi wetu ule wa Mangapwani. Niwapongeze sana. Bahati nzuri mara hii wizara hii ina engineer ambaye ana uwezo na anayefahamu mambo haya ya ujenzi. Lakini pia kumpeleka engineer Salum Udi kwenye eneo la bandari kusimamia, wamepeleka mtu sahihi. Mheshimiwa Naibu Spika, tunamuelewa uwezo wake. Kwa hiyo lazima tuseme kwa kile kizuri ambacho Mheshimiwa Waziri amekifanya kupeleka kule Mangapwani. Mheshimiwa, Dr. Mwinyi hajesha kujenga bandari hii ya kwa kontena Mangapwani. Lakini Dr. Mwinyi huyu
tayari amejenga bandari kubwa ya mafuta ambayo sasa hivi tunaanza kupokea meli kubwa za mafuta kutoka nje ya nchi. Sasa hivi mheshimiwa, tumepokea meli juzi kwa mifumo mizuri bora yenye standard za kimataifa. Sasa hivi meli kubwa za kimataifa zinakuja Mangapwani, tunashusha mafuta kutoka nje. Tupongeze sana mawaziri wetu hawa wanaosimamia sekta hii ya mafuta, hongereni sana. Lakini pia kule Mangapwani tupongeze kwa kampuni hii ya Bahresa. Tulikuwa tuna lita milioni 21, sasa hivi amejenga tanki mbili, tutakuwa na uwezo wa kupokea lita 51,000. Manake meli inayokuja sasa hivi haitasubiri ishushe mafuta ikapakia meli nyingine baadaye ndio ipakue. Tutapakua moja kwa moja kutoka kwenye meli kupeleka kwenye matenki lita milioni 50. Tupongeze sana. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, tuzungumzie mambo ya kitaalamu kwenye ujenzi. Eneo zuri linalokupa mwongozo kwenye feasibility study za ujenzi. Niombe sana Mheshimiwa Waziri, na hili ni kwa mawaziri wote wanaosimamia sekta za ujenzi, tufanye feasibility study nzuri ili tupate mwongozo mzuri wa kufanya kazi nzuri. Vile vile tukikosa kufanya feasibility study nzuri, tutakosa kitu kinachorugadi ili kufanya kitu kizuri. Na mimi kwenye maeneo hayo napendekeza sana Mheshimiwa Naibu Spika, hichi kitengo cha procurement tupeleke mtu mmoja katika hapo awe engineer. Nchi nyingi duniani zilizoendelea lazima kitengo hichi kiwe na engineer, kwa sababu ni kitengo cha ujenzi. Unapopeleka procurement akawa ni engineer, atakwenda kupunguza hasara za zile additional costs zinazoingia kwenye miradi. Kwa hiyo naomba sana uangalie sana eneo hili ili kupeleka watu ambao wataweza kusaidia taifa hili lisiingie kwenye hasara, kwa sababu kupelekewa kitu kwa hukijui, sasa utaletewa bei kubwa ambayo sio wenyewe. Kwa hiyo eneo hilo labda tujitahidi vizuri sana. Lakini pia nchi yetu hii ina ujenzi mwingi sasa hivi, mabilioni ya fedha hapa yapo yanakwenda kutumika kwenye ujenzi. Hebu tuzizameni kampuni nazo za ndani. Nchi nyingi jamani wanamegea makampuni yao ya ndani ili yakue, yawe na uwezo. Kwa hiyo eneo hili nalo tutafute sana makampuni haya ya ndani kuyasaidia, na kuyasaidia ni kuyaamini tukayapa kazi. Bila kufanya hivyo, maisha yetu yote ujenzi utaenda kujengwa na wageni na sisi wenyewe itakuwa zinapita tu, na tukanusuru zi kampuni zetu za ndani kwa kuziamini. Mheshimiwa Naibu Spika, ikiwa tutaziamini kampuni zetu za ndani, vitu vingi sana tutafanya wenyewe. Na ndio maana leo ukisafiri kwenda popote pale kufanya kazi, kitu cha kwanza unaambiwa ushirikiane na mzawa. Sasa kwetu sisi, anaweza kuja mzawa hapa akafungua kampuni yake ikawa ni local company, akafanya kazi akamaliza. Hizi kampuni za ndani zitafanya kazi gani? Kwa hiyo lazima tuzisaidie, na tutakaposaidia itakuwa tumewasaidia wananchi wetu wote, kwa sababu pesa zitakuwa ziko hapa kwetu zinaendelea kuzinani. Mheshimiwa, jengine, tunapojenga miradi hii ya kimkakati tupeleke wataalamu wetu. Unajenga bandari kwa mfano, unajenga skuli, peleka wataalamu wetu wenye uelewa. Ukipeleka wataalamu wenye uelewa watatusaidia. Hata zile costs zitakazozidi hata complain, hii hapana. Lakini tukipeleka watu wakasimama tu, maana yake hiyo shida inakuja nyingine. Nipongeze sana kabisa Waziri Alhaji na Naibu Waziri Dr. Hamadi kwa kukaa wakaleta mpango mzuri wa maendeleo ya nchi. Haya ndio mambo ambayo tunayataka, na hii ndio kesi ya Dr. Hussein Ali Mwinyi.
anahitaji kwenda spidi ili mambo haya badilike. Mheshimiwa, tukija kwenye upande huu wa bandari Pemba, bandari ya Mkoani, Mheshimiwa, bandari ya Mkoani ndio bandari kubwa ya pili hapa Zanzibar. Bandari hii ya Mkoani ikienda meli moja tu ina abiria 1400 1500, lakini jengo tulilolijenga pale la watu 1000. Sasa kama tungefanya feasibility study nzuri, tungejaza mchanga, tukasogea kidogo baharini, tukajenga jengo zuri kubwa linalofaa Wapemba wote wanaoshuka katika jimbo hili la Mkoani. Tumekwenda jenga jengo, lakini kama gari tafeli juu inakwenda kuingia kwenye wananchi wanaosubiri boti kwenda safiri pale, kwa kweli hatukuangalia vizuri. Tungeangalia vizuri, tungesogeza kidogo nje, tukajaza mchanga, tukasogeza nje, hata kama tungechelewa, alafu baadaye tukajenga jengo lile la abiria. Kwa kweli ni shauri sana kwenye eneo hilo, mwende mkajenge kitu kizito pale cha chuma ambacho gari kule kifeli ije ingie pale kwanza, sio yale maua yaliyowekwa. Mheshimiwa, ZMA ndiye anayesimamia meli zote zenye usajili wa Zanzibar, zikiwa hapa Unguja na zikiwa nje. Tupelekeni vijana wakasome. Mheshimiwa Waziri, nchi hii lazima tutaikomboa wenyewe. Tupelekeni vijana wetu wakasome ili tuwe na wataalamu wazuri. Ikiwa tukitizama mfuko, basi wataalamu hawa wataondoka na tutaendelea kuwatumia wataalamu wa nje, sisi wa kwetu tutatizama tu. Kwa hiyo eneo hili la elimu, Mheshimiwa, tukapeleke vijana. Vijana wapo, wana uwezo mzuri, lakini wanahitaji nguvu za ziada za serikali kuhakikisha ndio kasome, hasa maeneo haya ya bahari. Na ndio maana kila siku natoa mifano. Ukitaka kununua kitu cha baharini, kwa mfano buku tu ile hapa la baharini, utaambua milioni 2. Lakini milioni 2 zile ukizichukua, ukienda juu kununua mabuku, utanunua buku utajaza gari. Maana yake vitu vya baharini ni very expensive. Kwa hiyo twende tukasomesha vijana. Na bado naendelea kukumbusha Mheshimiwa, bandari ya Mkoani, kwa nini isikae tage pale muda wote? Tunao mwekezaji wa Fumba, amekuja na vifaa vyake. Kwa nini ile tagi yetu tusichukue tukaipeleka Pemba? Leo meli ya abiria au meli yoyote ikipata shida, tusubiri tugboat kutoka Unguja aende Pemba ikafanye kazi? Haiwezekani. Na tagi tunayo, lakini tukiuliza serikali wanasema washanunua tagi mpya, lakini haijafika. Hii iliyopo iende Pemba. Ikienda Pemba, likitokea lolote lile, kuna chombo pale. Hakuna kitu cha hatari ambacho tumefanya sisi miezi 3 iliyopita. Kuja meli kubwa ya Iran, tukatumia meli ile kuifunga bila ya tagi. Ni kitu cha hatari kabisa. Kwenye sheria hizi za bahari na bandari hazitaki. Lakini pia nimpongeze pilot alikwenda kufunga ile meli, kwa sababu ile meli ni kubwa, lakini alikwenda kuifunga vizuri, hakupata shida. Lakini hiyo ni riski ya 99%. Kwa hiyo nikuombe Mheshimiwa Waziri, tupelekee tagi kwenye jimbo la Mkoani, na ndio bandari kubwa, lakini pia tupelekee wataalamu, tupelekee watu wenye uwezo wa kufanya kazi za kibandari. Tuwapelekeni watu wakasome, waje watusaidie. Mheshimiwa, bandari ya Mkoani ndio bandari kubwa kwa Pemba, lakini leo ikifika saa 1 kiza. Ikifika saa 1 ni kiza kabisa. Sasa kuna taa, kuna mradi ulikuwepo na taa zipo. Kutoka Mkoani mpaka Changaweni kuna taa 118. Sasa hebu katengenezeni japo 6 7
At least pale mkoani usiku taa zinawaka. Sasa hivi kuna meli pale zipo muda wote. Tunaleta meli kutoka nje moja kwa moja, tunaleta meli kutoka Mombasa. Kwa hiyo mji ili ukue lazima ukue na facility za kibandari ziwepo. Mheshimiwa Naibu Spika, elimu ni kitu muhimu, lakini na ujenzi unaoendelea, ujenzi unaendelea katika nchi yetu, bado naendelea kusisitiza tutumieni watu wetu, tutumieni watu wetu ili wende wakafanye kazi nzuri ya nchi yao. Mheshimiwa, nimalizie, tushukuru Rais, tushukuru na makamu wa pili wa Rais, msimamiaji mkuu wa shughuli za serikali, pamoja na timu yote ya mawaziri. Kwa kweli mmekuja na bajeti, kila mmoja na bajeti yake, mmeleta bajeti vizuri, zimekaa vizuri, na wawakilishi wote wameunga mkono kwa kuzipitisha bila kuzipinga. Sasa na leo tunaendelea kusapoti hii bajeti kuu ya serikali, muono wa serikali yetu na muono wa mambo yetu yote ya Zanzibar, yote yamo kwenye bajeti kuu hii. Mheshimiwa Naibu Spika, mimi binafsi na wananchi wote wa jimbo la Mkoani tunaunga mkono bajeti hii iende kafanye kazi ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inaongozwa na Dr. Hussein Ali Mwinyi. Tuna uhakika Mheshimiwa Waziri na Mheshimiwa Waziri wote watakwenda kufanya kazi nzuri, lakini wasisahau jimbo la Mkoani, maana ni jimbo lenye bandari kwa Mkupenda. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Naibu Spika, asante sana, nashukuru sana.